Basi kwa mara nyingine tena, mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya YouTube, tafadhali usisahau kusubscribe channel yetu. Bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe hapo chini kwa ajili ya kupata video zetu ambazo tunaziweka katika channel hii mara kwa mara. Asante. Neno la Mungu limebeba mafanikio yako, limebeba hatima yako, limebeba watoto wako, limebeba unajua kila unachokifikiria. Yule mwandishi wa Zaburi anasema, tafakari neno la Mungu ndio njia ya kutupeleka katika mafanikio. Basi je, kama ndio hivyo, ni muhimu kiasi gani basi kujifunza mambo haya? Kama hii ndio siri ya mafanikio yetu, kama afya zetu zimebebwa na kutafakari kwetu neno la Mungu, ni muhimu sana. Lakini nilipokuwa nikiangalia katika Zaburi ya 19 mstari wa 14, yule mwandishi wa Zaburi akawa anafanya maombi mbele za Mungu. Ile Zaburi 19 mstari wa 14, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Unapozungumza mawazo ya moyo, tafsiri nyingine inasema ndio kutafakari. Mawazo ya moyo. Wanaposema mawazo ya moyo wangu, tafsiri nyingine zinasema kutafakari kwangu, kwa sababu ndani ya kutafakari kuna mawazo ya moyo. Amen. Ndio maana nilikuwa nakwambia kwamba kutafakari kunahusisha kuwaza na kuwazua. Hayo ni mawazo ya moyo. Sasa huyu anaomba, anasema ninaomba mawazo ya moyo yapate kibali chako, kwa sababu yako mawazo ya moyo yasiyokuwa na kibali cha Mungu. Yako mawazo ya moyo ambayo mwandishi wa kitabu cha Waefeso katika ile sura ya 6 alikuwa anayazungumza kama mishale ya moto, mishale yenye moto ya yule mwovu, ambayo inawapiga watu na kuwadumaza na kuwaingizia kushindwa na kuwaingizia kutekwa, hadi mawazo yao yakawa ngome ya shetani. Sijui kama umewahi kujua kwamba Biblia inazungumza juu ya ngome ya shetani, kwamba ni ulimwengu wa mawazo katika maisha ya watu. Ndivyo anavyosema. Kama ungesoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 kuanzia mstari wa 3, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama, na anasema silaha tulizopewa si za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Lakini anaanza kuzifafanua zile ngome, anasema tunateka nyara, tunaangusha mawazo na kuteka nyara fikra. Paulo anapozungumza juu ya ngome ambazo Mungu ametupa silaha ili kuangusha, anasema ni mawazo yanayoinuka kinyume na Mungu na fikra. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hivi vitu kumbe vinagombaniwa na shetani. Shetani akisha kupata kwenye namna unavyofikiri, mawazo ya moyo wako yakikamatwa na Ibilisi, anajenga ngome kwenye maisha ya mtu. Naweza ukamwombea, naweza ukamtia moyo, naweza ukamwambia bwana usiogope, hicho unachokiona hakitakudhuru. Anasema hamna, nakaribia kufa. Tena sauti zimeanza kuniambia kabisa nitakufa karibuni. Na kitoka hapo mtu anaanza kuona na picha za vile vitu. Kwa nini? Kwa sababu shetani amekamata ulimwengu wa mawazo wa yule mtu. Kwa hiyo Daudi anasema ninaomba kutafakari kwangu, yaani mawazo yaliyoko ndani ya moyo yawe ni yale yenye kibali cha Mungu. Maana yake yale yasiyokuwa na kibali cha Mungu yafungiwe nje. Amen. Yale mawazo yote ambayo yanataka kufungua mlango ili mishale ya moto ya yule mwovu iweze kunifikia, yasipate nafasi. Mtume Paulo ndiye anasema nimechukua ngao ya imani. Ngao ya imani, ukweli ninaousimamia ambao ni neno la Mungu, unatengeneza ngao ya imani. Nikisimama na huu ukweli wa neno la Mungu, yale mawazo ya shetani hayawezi kunipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nachotaka kusema ni nini? Lazima utafakari mambo sahihi. Hata unapotafakari neno la Mungu,
Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kustawi na kufanikiwa, lazima utafakari neno la Mungu kwa njia sahihi. Ndio maana tunasema kabla ya kuanza kutafakari neno la Mungu au kifungu au nini, ujifunze ili usije ukameza matango mwitu. Amen. Maana mtu unaweza ukasema okay, mimi nimeamua kuchukua neno la Mungu, niliutie ndani ya moyo wangu, kwa hiyo sasa natafakari. Rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia jinsi ambavyo katika kutafakari kwake aligundua kwamba kuoa mke wa pili sio dhambi. Maana akanipeleka kwenye kifungu, akanionyesha baba yetu wa imani Ibrahim jinsi ambavyo naye alikuwa na wake wengi. Nasema sasa, mchungaji, hapo unaisemaje? Na wengine mnawafahamu anaosema, unajua hata hivyo Paulo alimwambia mwanafunzi wake Timotheo kwamba mvinyo unywe, lakini unywe kidogo. Kwa hiyo kama nakunywa kidogo, mchungaji, hii haiwezi kuwa mbaya. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Biblia inaweza ikasema vitu vingi. Tumeona watu, mtu ameoa, yuko kanisani, dada anakuambia nimekutana kifungu kinaniambia bwana lazima nimrudie mke wangu wa ujana. Mchungaji, yuko binti ambaye niliwahi kuishi naye huko zamani, nilianza naye maisha kabla sijaokoka. Baadaye sasa sijui ikawaje. Sasa nigundua kwamba aliolewa Biharamulo. Sasa anakwenda kumtafuta yule mke wa ujana. Timotheo anaelezwa vizuri sana. Paulo anamwambia Timotheo katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15, anamwambia ili neno la Mungu likusaidie lazima kwanza ujifunze. Amen. Na hapo ndipo tunapoanzia. Unapotaka kutafakari na kufanikiwa, chukua muda kidogo wa kujifunza hicho unachotafakari. Amen. Paulo anamwambia Timotheo, anasema hivi mstari wa 15, Timotheo wa pili sura ya 2, anamwambia jitahidi kujionyesha umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unapolitumia neno la Mungu kwa halali, unapolitafakari neno la Mungu ambalo ni halali, hapo sasa unastawi. Bwana Yesu asifiwe. Umeona watu hata wengine wanakwamia makanisani, wengine wamefilisika makanisani, wengine wameshindwa kuendelea na maisha wakiwa makanisani, sababu walilitumia neno la Mungu isivyo halali. Amen. Na ili uweze kulitumia neno la Mungu, unapokwenda kulitafakari neno la Mungu kwanza, kwa sababu unapolitafakari neno la Mungu, Biblia inasema ni kama mtu anayekula mkate. Unalichukua lile neno, linaanza kuwa sehemu ya maisha yako, linajenga utu wako. Kwa hiyo ili sasa lile neno liweze kuzaa kitu kizuri, lazima liwe neno ambalo ni halali. Na liwe neno halali, basi ili ujue ninapata neno la halali, lazima ujifunze. Mtume Paulo anamwambia jitahidi. Ile neno jitahidi, Kiunani wanasema spodazo, manake weka juhudi au jifunze, study. Kisoma kwa Biblia King James hatumii neno jitahidi. Biblia zingine inasema make diligent, weka jitihada. Na King James anasema study. Kwa hiyo unapochukua kifungu, kwanza jifunze. Au ulikuwa unasoma Biblia, unaona mstari fulani unakujia kwa nguvu, sasa uchukue ule mstari, kwanza jifunze huo mstari. Amen. Jifunze mstari huo au jifunze kifungu hicho ili uweze kutumia kihalali. Mimi
nataka nimalize tu kwa kueleza mambo machache kidogo katika kujifunza. Safari nyingine tutazungumza zaidi juu ukishajifunza mstari na unaanza kutafakari, sasa unafanyaje kuwa ndio unatafakari. Nataka nikupe background kidogo, nikupe mambo kidogo ya nyuma. Tunaposema hivi najifunzaje huo mstari? Kifungu hicho mimi najifunzaje? Bwana Yesu asifiwe. Hatua za kujifunza kifungu. Kwanza kuna kuchunguza kile kifungu kabla ya kujaribu kukitumia wewe kwenye maisha yako na kukifanyia maungamo na nini na kukifanya kwa msimamo wako wa maisha wa kila siku. Kwanza kichunguze. Amen. Anza kwanza kichunguze kile kifungu. Ndio hatua ya kwanza katika kujifunza, ili upate kujua hicho kifungu kinasema nini. Uyaone mambo mbalimbali yaliyomo katika kile kifungu. Sasa katika uchunguzi, kama nitakapokuonyesha baadaye kidogo, kwa kawaida ndio tunajiuliza maswali mengi. Ndio maana katika hatua za kutafakari, unapokuwa unafanya uchunguzi na kutafakari, utajikuta unajiuliza maswali mengi kuhusiana na kile kifungu, au kuweka maneno sahihi zaidi, unaanza kuuliza hicho kifungu, au kuyaweka mambo kiroho zaidi, unamuuliza Mungu, kwa sababu ndio aliyetupatia maneno kupitia Biblia. Kwa hiyo tunamuuliza Mungu juu ya kile kifungu. Sawa? Yote vile utakavyoliweka, lakini hatua ya kwanza ya uchunguzi inadai kufuatilia. Nitakwambia baadhi ya maswali unayoweza ukauliza na kujaribu kuyatafutia majawabu, saa nyingine hata kuomba ili uelewe. Amen. Lakini ukishapata kujua kile kifungu sasa kinachosema, ndio unaweza kukiwekea tafsiri kwamba kumbe hapa kinamaanisha hivi. Amen. Na hapo unaweza sasa kukitumia. Kishajua kinasema nini, ilikuwa inamaanisha nini, sasa unakitumia kwenye maisha yako mwenyewe, na hapo utakitumia kwa halali, kwa sababu utakuwa unajua kifungu kile kinasema nini na maana yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye uchunguzi nimesema nitakwambia baadhi ya maswali tunayojiuliza. Tunauliza nani? Ni kina nani wanazungumzwa? Ule ujumbe uliomo mle, mlengwa wa ujumbe huu ni nani? Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, msikia mwalimu mmoja anasema, mfano wewe ukisoma kwamba Mungu akamwambia ondoka umchukue mwanao wa pekee, katika ile Mwanzo 22, yule umpendaye, uende katika mlima mmoja wapo ukamtoe sadaka huko. Sasa lazima uelewe kifungu kilikuwa kinamsema nani, kwa sababu kifungu hakimaanishi kwamba kila mmoja wetu aende na mzaliwa wake wa kwanza kwenye mlima fulani kumtoa sadaka. Yaani lazima unaposoma ujue hivi hapa hiki kifungu ni kina nani wako ndani ya kifungu hiki, walengwa wanaozungumzwa ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo naanza kutafuta majawabu mle, na saa nyingine haiwezi kwenda haraka. Utahitaji saa nyingine hata kuomba, saa nyingine hata utahitaji kusoma, utahitaji kusoma labda sura kuanzia juu zaidi, uone waliokuwa wanazungumzwa pale. Saa nyingine Yesu alizungumza juu ya watu wa Tiro na Sidoni. Saa nyingine Yesu alizungumza juu ya wanafunzi wake. Saa nyingine Yesu alikuwa anazungumza juu ya Mafarisayo na waandishi. Kwa hiyo ujue hapa Yesu anaposema maneno haya anazungumza na kina nani, ni walengwa. Na kwanza anayeongea ni nani? Maneno mengine yako kwenye Biblia humu aliyeyasema ni Shetani. Kabisa. Na yamerekodiwa kwamba Shetani alisema hivi. Sasa ukisoma juu kidogo labda au chini zaidi, unaweza ukagundua kumbe hapa aliyekuwa anazungumzwa ni Shetani. Sasa usilichukue ile neno
ukaenda nalo sokoni kuhubiri, nasema kama Mungu asemavyo, kama Mungu asemavyo. Kumbe watu watakuwa huyo sio Mungu alisema, ni shetani alisema hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujue aliyesema ni nani na ujumbe huu unakwenda kwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo usome kidogo, tusio wavivu watu wa Mungu, sawa? Ni nani? Alafu ni nini? Ni kitu gani kinazungumziwa? Ni jambo lipi linazungumziwa? Kwa mfano, kuna mstari tunaupenda sana 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 katika Isaya, anapozungumza juu ya jinsi wale watu, yule aliyekuwa anafanya kazi sui ya shubiri, akaitia nguvu kazi ya mtu mwingine, akamtia moyo, akasema ile kazi akasema kazi yako ni njema, wakatiana moyo. Sasa mara nyingine unaona tunatumia lile neno kuongoza maombi kwamba unajua tutiane moyo, nalo Bwana linasema wakatiana moyo, wanasema kazi yako ni njema. Sasa siku moja mimi nikachukua kile kifungu nikakisoma zaidi. Kumbe wale watu walikuwa wanatiana moyo kumwasi Mungu. Walikuwa wanatiana moyo wale, wanasema kazi ni njema. Kumbe walikuwa wanatengeneza vinyago, wanakwenda nje ya njia ya Mungu. Sasa lazima usome vizuri. Amen. Ujue kitu kinachozungumziwa katika hichi kifungu ni kitu gani kilikuwa kinazungumziwa. Kabla ya kutuletea huo mstari tuongoze nao maombi, ujue ni kitu gani kilikuwa kinaongelewa kwenye huo mstari. Usiseme tu wakatiana moyo, wasema kazi yako ni njema. Wapendwa, mwambie jirani yako kazi yako ni njema, nawe mwambie huyu kazi yako ni njema. Haya tuombe. Lakini unaona muktadha, kile kitu ni general message ya kile kitu, tunajaribu kuufanya mstari useme kitu kingine. Amen. Kwa hiyo tusome tujue kinachozungumzwa hapa ni nini. Alafu mazingira wapi, tunajiuliza wapi, tunataka kujua mazingira na utamaduni ambao umebeba kile kifungu. Sababu maneno ya Mungu yanatupeleka katika mahali fulani ambako yalifanyikia au yaliongelewa. Kama ni mbinguni tutajua ni mbinguni, sawa? Kama labda ni Israeli, labda Yerusalemu, tutajua mazingira yaliyokuweko pale kwenye sikukuu fulani, labda kaongea mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili uelewe vizuri, ukiona jambo labda limezungumzwa kwenye sikukuu, kama wakati ule wa sikukuu, sijui Yesu akasema, labda Yohana 7:30 ngapi ile 37:38, wakati ule wa sikukuu Yesu akasema mtu akiona kiu. Sasa vizuri tuze hivi, sikukuu ilikuwa ni sikukuu ipi? Sawa? Na ukisoma kidogo, ukienda ukijaribu kuangalia kwenye Biblia yako, utakuta mara nyingi na kuwekea maandiko yanayoonyesha kwamba ili andiko limetoka wapi au linaunganishwa na andiko lipi. Ukienda namna ile unaweza hata ukajua zile sikukuu zenyewe zilikuwa ni sikukuu za namna gani, ni kitu gani kilikuwa kinafanyika, kwa nini swali la maji lilijitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo itakusaidia. Ni kazi kubwa, na sina maana kwamba kila siku utafanya uchunguzi huo, lakini nataka kukwambia ili kile kifungu ukitumie vizuri. Maana kuna kifungu kwa nakupa unasimama nacho kwa ajili ya mchunga, si ndio? Sasa kama kifungu kinamhusu Yezebeli, wewe ndio umeng'ang'ana nacho, unaomba mchumba, kitakupeleka mahali pagumu, si ndio? Ujue huyu Yezebeli huyu alikuwaje huyu, si ndio? Kwa hiyo kabla ya kusimamia kifungu namna ile, ni vizuri afute mazingira yake vizuri, unakitafakari wakati umekielewa. Hata ukifanya maungamo yako umeelewa kile kifungu, si ndio? Kwa hiyo kuna mambo ya lini tena, ndio yale alimpata yule rafiki yangu aliyekuwa anataka kuturudisha kwenye enzi ambazo sio zetu. Kuna mambo yalifanyika wakati fulani, lakini hayawezi kufanyika sasa.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojua kwamba hiki kifungu kinazungumza lini, ni lini kifungu hiki kinaongea, inatusaidia. Amen. Mara nyingi tumekuwa tunazungumza mambo ya maagano mawili hapa. Kuna hata kabla ya agano mbalimbali katika Biblia. Kwa hiyo ukianza kujiuliza hivi mambo haya yanazungumza nini? Amen. Vipi? Naweza kuliuliza swali lingine, vipi? Maana yake jambo hili linafanyika kwa jinsi gani? Sawa. Kwa mfano unaposoma katika Biblia unakuta Ibrahimu anashawishiwa na Sara ili amchukue Hajiri. Unahitaji kuelewa hayo mazingira na uelewe ni kwa jinsi gani jambo hilo limefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe mchunguzi mzuri wa neno la Mungu, ujiulize maswali na uliulize neno la Mungu, muulize Roho Mtakatifu, muulize Mungu, fuatilia katika Biblia, angalia vifungu mbalimbali uone ni kitu gani na kwa nini. Hili ni swali gumu. Wakati mwingine ni vigumu kujua kwa nini, lakini vizuri hata kuuliza, si ndio? Nimesema hapo kuna mfano fulani. Bikira, kwa nini ilibidi bikira ndiye amzae Yesu? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kusoma maandiko mengine ukasoma huku na kule, ndio unapata sasa. Ndio maana tunakuja tunapata na jumbe za kuhubiri kanisani, kwa sababu tunajiuliza kwa nini. Ukisoma kwa mfano katika kitabu cha Warumi sura ile ya 5, ndio unaanza kugundua kumbe watu wote tangu Adamu alipokosea walikuwa wanazaliwa wakiwa tayari wanarithi asili mbaya ya dhambi. Maana Adamu alikosea, sio? Kwa hiyo ilibidi Yesu asizaliwe kwa njia hizo za kawaida. Maana kama Yesu naye angezaliwa kama mwanadamu mwingine ambaye ni uzao wa Adamu, ile asili ya anguko ya Adamu na yeye angezaliwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilibidi azaliwe na bikira. Lakini hiyo huwezi kuipata mpaka usome vifungu pia vingine. Unapoanza kujiuliza swali la ni kwa nini au kwa nini, basi lazima pia uwe tayari kuchunguza katika maandiko mengine mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Au kwa mfano, kwa nini Yesu amezaliwa Bethlehem? Ziko sababu. Kwa sababu Mungu alikwisha zungumza na Daudi akimpa ahadi juu ya mfalme ambaye atatawala milele, kwamba mimi Daudi nakupa zawadi, kutoka kwako nitaweka mfalme, yani mfalme hautatoka katika familia yako, wewe utakuwa mfalme milele. Sasa Daudi anakuwaje mfalme milele? Ilibidi huyu mfalme wa milele Yesu Kristo azaliwe Bethlehem kwenye shina la Daudi, ili Mungu amtimizie Daudi ahadi aliyompa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona, lakini sitaka kuchelewesha kwenye mambo hayo, lakini nataka nikuonyeshe kwamba lazima ujiulize maswali na uwe tayari kufuatilia vitu. Amen. Alafu ndio hapo sasa unaweza kupata tafsiri. Inamaanisha nini? Kuelewa lugha inayotumika. Lugha zingine ni mfano. Kwa mfano Yesu anasema, nami nitawaambieni mfano. Sasa ujue huu mfano unawakilisha kitu kingine, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Yesu anasema ni mfano, basi wewe ukizungumza hicho kitu kisikike kama mfano, ukijua kwamba huu mfano unalenga kuleta ujumbe fulani. Na lugha kwenye Biblia kuna lugha nyingi, kuna mashairi, kuna lugha nyingine ni dhihaka. Utasikia Paulo anawaambia, ninyi mmeshiba, ninyi mna kila kitu, mmetusahau sasa sisi nina nini. Yale ni namna ya kutumia lugha kupeleka ujumbe, kwamba watu hao wanageuka upesi kuiacha njia Mungu aliyowapa na wanageukia mambo mengine. Kwa hiyo lazima ujue kwamba ili uweze kupata tafsiri, uelewe pia na lugha inayotumika. Ukisoma katika Zaburi anasema labda mito ipige makofi. Naweza kufikiria mito inapiga makofi. Mbingu na ziimbe. Hiyo ni lugha anatumia, ni lugha ya picha tu. Kwa sababu mbingu hazitaimba wimbo kama wimbo, si ndio?
au mito haiwezi kupiga makofi. Amen. Kwa hiyo ujue lugha inayotumika ndio utajua Yesu ni mwana kondoo wa Mungu. Kwa mfano, umesoma sema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Hapa hamaanishi kwamba Yesu ni mnyama. Hamaanishi yule kondoo unayemwona kila siku anatembea huko maporini. Hapa anajaribu kuonyesha kwamba Yesu amekuja kama kafara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu hakuwahi kuwa kondoo mnyama. Lazima uelewe kwamba kumbe hapa sasa kitu ambacho mstari huu unajaribu kunionyesha, Yesu ametolewa kama sadaka iliyokuwa inatolewa na kufanywa kafara. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokuwa umetoka hapo, unapofanya tafsiri sahihi, kama nilivyosema kwenye ule mfano wangu, unaanza kuona picha, kitu cha kweli. Unaanza kuona picha sahihi. Unaanza kumuona Yesu ambaye amechukua nafasi yako kama mwana kondoo anayetolewa kafara ili wewe usalimike. Unaona hiyo picha. Na ukishafika stage hiyo, namalizia na mambo kidogo hapa. Ukifika stage hiyo, sasa uko tayari kujua kwamba naweza kutumia neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama sasa unaanza kulifanyia kazi, unataka kulichukua kwenye maisha yako, unalimeza liweze kusaidia, basi unalimeza ukiwa na mwelekeo sahihi. Kifungu hiki kinanisaidiaje? Unapokwenda kwenye matumizi, zingatia mara zote, katika kifungu hiki ninasaidiwa vipi kuimarisha uhusiano wangu na Mungu. Amen. Hiyo ndio kitu cha kwanza, kwamba wewe kati ya mambo yote ambayo neno la Mungu limekusudia ni kukuleta karibu na moyo wa Mungu. Sawa? Sio kukupeleka mbali. Kwa hiyo unaposoma kifungu, unapofika hatua ambayo ni ya matumizi ya kile kifungu, lazima uangalie kile kifungu kinavyokusaidia kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Mtu mmoja wanasoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, naeleza juu ya manabii. Anasema kama nabii akitoa ujumbe na ule ujumbe ukawa ni wa kweli, na akasema ndani ya ule ujumbe akakwambia twende tuifuate miungu mingine. Labda mtu anakwambia wewe simama, wewe mama unasimama, wewe unaitwa Ana, umetokea Ijuga Nyondo, wewe unasema ndio. Nyumbani kwenu mko watano, si ndio? Mbea ndio. Una matatizo fulani mwilini, unaeleza shida zako nini na nini, kila kitu kiko sawa. Lakini mwisho utakapoona kwamba yule nabii hakusogezi karibu na moyo wa Mungu, kwamba hatimaye yule nabii amepata mfuasi ambaye anamwandama yeye mwenyewe, lakini hakuna chochote anachofanya cha kukusaidia kuimarisha uhusiano wako na Mungu, Biblia inasema nabii huyo ni nabii wa uongo. Kwa hiyo chochote tunachokipata kama ufunuo, kama maelekezo kutoka kwenye Biblia, lazima kitusaidie. Kama ni jambo la kuepuka, labda watu wamefanya mambo fulani, umesoma kifungu, watu walifanya mambo fulani wakamkosa Mungu, basi ujue haya mambo ni yaepuke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utaona hawa walifanya hivi na hivi, labda huyu mtu alisema hivi, lakini hasira ya Mungu ikamwakia. Kwa hiyo kile kifungu matumizi yake ni kwamba niepuke kufanya hivyo na mimi. Maana nimeshajua kwamba Mungu anaposikia au anapoona mtu anafanya hivi, moyo wake haufurahii. Moyo wa Mungu unaumia na anachukia anapoona kitu kama hiki. Kwa hiyo mimi nafanyaje sasa? Matumizi yake ni kwamba na mimi nimeshapata somo, sitafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake lazima tutafute kuja karibu na moyo wa Mungu. Ndio point yangu, kwamba matumizi lazima tumtafute Mungu kupitia yale tunayojifunza.
Bwana Yesu asifiwe. Kama hatuji karibu na Mungu tutapotea. Na watu wanajua mambo mengi, hata kichwani wanajua mistari, lakini maisha yao yako mbali na Mungu. Wamemwacha Mungu kabisa, wanafanya vituko vya ajabu. Huwezi kuniambia kwamba mtu anasema ni mhubiri wa Injili, anahubiri vizuri au nini, anashuhudia vizuri, anafanya huduma vizuri, anasoma, ana mistari mingi ya Biblia, lakini anakushawishi mzini. Akwambia unajua hivyo neno la Mungu sipi nasemaje hivi na hivi. Baadaye unaona yule mtu alikuwa anaonekana mahiri kwenye neno la Mungu, tena sasa anauzungumzia uzinzi kwa namna ambayo ni kama anaupamba pamba ili akunasi. Sababu tunajua kwamba mtu huyu si mtu wa Mungu. Anaweza kuwa na maarifa mengi, anaweza kuwa na neno jingi ndani yake, lakini moyo wake umekwenda mbali na Mungu. Kwa hiyo tunahitaji neno litusogeze karibu na Mungu. Nataka kila mtu awe na uhakika namna ambavyo uponyaji ni sehemu ya kile ambacho kifo cha Yesu Kristo kimetupatia. Safari nyingine tutazungumza kidogo mambo ya kutafakari, muda wetu hauwezi kuturuhusu tena. Sasa na masaa yetu yamekwenda kabisa, lakini ninamshukuru Mungu sana kwamba inawezekana kila mtu kujilisha mwenyewe neno la Mungu.